jinsi gani. Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Asubuhi moja njema tutamwona Yesu hewani, kuja kunichukua mimi na wewe, kushiriki upendo. Itakuwa furaha iliyoje watakatifu watakapofufuka kuelekea kwenye yubile uko ng'ambo hewani. Lo, ni kuimba kulikoje! Lo, na kupaza sauti kwenye ile asubuhi ya furaha, sote tukapofufuka. Lo, utukufu jinsi gani! Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Punde tutawaona watakatifu wote huko wakifufuka kwa ajili ya ile yubile iliyo hapa mbele tu. Katika kufumba na kufumbua tutabadilishwa wote. Watakatifu wote walioahidi tutapaa kwenda kwenye yubile hiyo. Lo, ni kuimba kulikoje! Lo, na kupaza sauti kwenye ile asubuhi ya furaha, sote tutakapofufuka. Lo, utukufu jinsi gani! Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Tuanzi hapo ilo jeshi la mbinguni tunaanza kuimba, tukiimba katika huyo Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo mbingu zitavuma. Mamilioni huko wataungana katika wimbo wetu, pamoja na tutakuwa tukimwinua Kristo nyakati zote, yubile ya mbinguni. Lo, ni kuimba kulikoje! Nakupaza sauti kwenye ile asubuhi ya furaha, sote tufufukapo. Lo, utukufu jinsi gani! Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Mpigieni makofi! Ni nani anayetazamia siku hiyo? Nani ajuaye fika atakuwa akiimba huko, akipata sauti huko? Haleluya, haleluya! Nasubiri kwa hamu. Lo, ni kuimba kulikoje! Lo, na kupaza sauti kwenye ile asubuhi ya furaha, sote tukapofufuka. Lo, utukufu jinsi gani! Haleluya, tutakapomwona Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Ubeti wa 3, tuwazi hapo ilo jeshi la mbinguni tunaanza kuimba, tukiimba katika huyo Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo mbingu zitavuma. Mamilioni huko wataungana katika wimbo wetu, pamoja na tutakuwa tukimwinua Kristo nyakati nyingi, yubile ya mbinguni. Lo, ni kuimba kulikoje! Na kupaza sauti kwenye ile asubuhi ya furaha, sote tufufukapo. Lo, utukufu jinsi gani! Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Hebu tupige makofi kwa mara nyingine. Hebu tuwazie hilo kwa muda, jinsi gani itakavyokuwa. Lo, ni kuimba kulikoje! Lo, na kupaza sauti kwenye ile asubuhi ya furaha, sote tufufukapo. Lo, utukufu jinsi gani! Haleluya, tutakapomwona Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Jina la Bwana lisifiwe. Tunakaribia, tunakaribia. Amina, tunakaribia. Jina la Bwana lisifiwe. Nasubiri kwa hamu. Jina la Bwana lihimidiwe. Lo, ni kuimba kulikoje! Na kupaza sauti kwenye ile asubuhi ya furaha, sote tufufukapo. Lo, utukufu jinsi gani! Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Ubeti wa 2, punde tutawaona watakatifu wote huko wakifufuka kwa ajili ya ile yubile iliyo hapa mbele tu. Katika kufumba na kufumbua tutabadilisha watakatifu wote walio hai, tutapaa kwenda kwenye yubile hiyo. Lo, ni kuimba kulikoje! Lo, na kupaza sauti kwenye ile asubuhi ya furaha, sote tufufukapo. Lo, utukufu jinsi gani! Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Amina.
Jina la Bwana lihimidiwe. Itakuwa siku ya jinsi gani! Ni kama vile ndugu Branham asemavyo usiku wa leo. Lo, mama! Lo, ndugu Stewart! Lo, nimewasili! Jina la Bwana lihimidiwe. Lo, ni kuimba kulikoje! Lo, na kupaza sauti kwenye ile asubuhi ya furaha, sote tufufukapo. Lo, utukufu jinsi gani! Haleluya! Tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana asifiwe. Naam, Bwana asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Inapendeza jinsi gani! Ndugu Branham anasema hayo usiku wa leo kwenye kanda. Na je, hilo limewafanyia mioyo yenu jambo fulani? Itakuwa halisi kwetu. Na jinsi anavyosema hilo, ghafla tu nitamuona, halafu na mwingine na mwingine. Na hilo linapotokea, anasema uhalisia unaingia mara. Tumefaulu, tumefika kule katika kufumba na kufumbua jicho. Bwana, jina la Bwana lihimidiwe. Lo, nina furaha kwa ajili ya jambo hilo. Bwana sifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Jinsi lilivyo la ajabu sisi wana na binti za Mungu kuwazia juu ya hilo. Je, itakuwaje? Yaani inaendelea kukapua macho yangu wazi. Nini Bwana, mambo yaishe tu. Tunapenda kuwakaribisha nyote bibi harusi wa Yesu Kristo hapa na kote ulimwenguni, ambapo tunaketi pamoja katika ulimwengu wa roho, pamoja na uwepo wa ile nguzo ya moto, kuisikia sauti ya Mungu ikinena nasi usiku wa leo na kutuambia tumeitambua siku yetu, tumetambua ujumbe, tumemtambua mjumbe, na sasa tunatambua sisi ni nani. Bibi harusi wa Yesu Kristo ni sisi. Lo, utukufu! Jina la Bwana lihimidiwe. Unamaanisha hilo kutoka moyoni mwako? Unajua kuwa wewe ni bibi harusi? Amina, amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Hilo linatupa roho yangu kusema hivyo, kujua hivyo uhalisia wake. Ulimwengu nafikiri ni wao, lakini sisi tunajua ndivyo tulivyo. Tumekuja katika njia ya Mungu iliyoandaliwa. Sisi ndio bibi harusi, neno bikira wa kweli. Neno bikira. Hakuna kingine kinachoingia akilini mwetu, hakuna kitu kingine kinachoingia masikioni mwetu ila hilo neno. Jina la Bwana lihimidiwe. Hivi ninyi watu ni akina nani hata hivyo? Kwani ninyi watu mnatokea wapi? Tutafahamu. Ameundwa kutoka kila mahali nchini, kutoka New York, kutoka Massachusetts hadi Boston, Maine hadi Tennessee, Georgia, Alabama na ulimwenguni kote. Na ninyi mlioko nchi za ng'ambo wanakusanyika pamoja, kwa maana kutakuwa na nuru wakati wa jioni, na sisi ndiyo nuru hiyo ya jioni. Sisi ndiyo bibi harusi huyo, nasi tunakusanyika pamoja tukiungana kwenye ujumbe huu. Jina la Bwana lihimidiwe. Sisi ndiyo ule uzao wa Mungu uliochaguliwa tangu zamani, ule uliokusudiwa kimbele na kujulikana kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Alitujua, tulikuwa katika mawazo yake. Alisema kwamba sisi ni wana na binti za Mungu. Jina la Bwana lihimidiwe. Yule aliyeteuliwa, ambaye alichaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kuamini ujumbe huu. Kuna watu wengi wanaodai kuwa wanaamini ujumbe huu, lakini hawauoni ujumbe kama vile sisi tunavyouona ujumbe. Sisi ndio daima tumekuwa na ule ufunuo. Sio ati uliingia ndani yake. Hapana, huo umekuwa ndani yangu wakati wote. Kama tupatani hata kwa neno moja, kwa kudumu na ujumbe huu. Kwa hiyo sisi tunakaa na ujumbe na mjumbe, kwa sababu wao wawili ni kitu kimoja. Alisema huwezi kuwatenganisha wawili hao, wao ni mmoja na kitu kile kile. Watu ati vema ni ujumbe na mjumbe, wao ni kitu kile kile. Jina la Bwana lihimidiwe. Na hilo ndilo jambo pekee, kitu pekee kitakachomkamilisha na kumwongoza bibi harusi wa Yesu Kristo kuelekea kwenye makao yetu ya baadaye, ni ujumbe huu. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe.
Amina. Bwana sifiwe, jina la Bwana lihimidiwe. Bwana sifiwe. Mwaweza kuketi. Ikiwa unatafuta kitu kingine au jambo lingine zaidi, umelikosa. Amina. Sisi ndio tulionalo. Jina la Bwana lihimidiwe. Kwa hivyo sio tu kwamba tunaweza kuimba na kupaza sauti kwa sababu ya hilo, lakini mwana wa Adamu alitupenda sana hivi kwamba hakuweza kujizuia, alisisimkwa sana. Kwa hivyo yeye binafsi alituambia wiki iliyopita, kama vile alivyomwambia Yohana kwenye kisiwa cha Patmo. Tunaamini wao ni kitu kimoja. Naamini hilo. Nani mwingine ajua hilo? Bwana asifiwe. Labda alimleta Yohana katika siku yetu ili kusikia jambo hilo. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Alisema alimweka, anasema nilikuwa katika siku ya Bwana. Lo. Wow. In every detail, kwa undani alituambia yote kuhusu makao yetu ya baadaye, jinsi yatakavyokuwa na jinsi anavyoenda kuweka kila kitu kidogo, anasema kulingana shauku yetu, vile hasa tupendavyo. Lo! Ameenda kuandaa makao yetu ya baadaye kulingana na vile tunavyotaka. Mtu huyu ni nani? Mjenzi hodari wa kiungu. Ameuandaa huu kwa ajili ya mpenzi wake. Lo! Ametoka kuniita mpenzi wake. Amina, asante Bwana. Lo, hapo patakuwa ni mahali pazuri jinsi gani! Wakati tabia ya kiungu, mjenzi hodari wa kiungu, ameujenga kwa sifa za kiungu ambazo zimekusudiwa tangu zamani na Mungu mtakatifu, ambaye ndiye mwanzilishi wa uzima wa Mungu. Huo mji utakuwaje? Sisi ndiyo sifa ya kiungu ya Mungu. Hilo alijazama ndani bado. No, yeye anakuwazia na kukufikiri. Yeye amenichagua na anataka kila kitu kukiweka kwa mguso wetu. Lo, je, kuna yeyote aliyetuambia zaidi hayo? Je, mlifurahia ibada ya makao ya baadaye Jumapili iliyopita? Lo, amina. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Ni ajabu jinsi gani tungeweza kuketi katika makao yetu ya kidunia hapa kwa ajili ya yeye atuambie jinsi gani hayo makao yetu mengine yatakavyokuwa. Amina, Bwana asifiwe. Makao hayo ya baadaye ya kiungu ambayo anayaandaa sasa. Yeye anaenda kabla ya hata hilo halijatokea. Atatumia miaka 1000 pamoja nasi. Anasema na tutakuwa kwenye fungate naye. Naye anasema nasi tutakuwa na karamu kuu ya harusi. Naye anasema kwamba karamu hiyo kubwa ya harusi atatokea na kutukuta kila chozi katika macho yetu, kila mateso, kila ugonjwa, kila kitu tunachopitia, kila kitu ambacho kimeujaza ulimwengu mikononi mwetu kitatoweka. Anasema ni katika kufumba na kufumbua, alisema, na kutakuwa pamoja naye, tutakuwa pamoja na kila mmoja wetu. Ni ajabu vipi! Tutakuwa na ushirika kwa miaka 1000 sisi kwa sisi na pamoja naye, kwamba atakuwako na pamoja na nabii wetu. Na anasema tutapanda mizabibu, na anasema tutaila. Tutajenga nyumba na kuishi ndani yake. Hebu wazia, hivi unafikiri hivi sasa tunapaza sauti? Wewe subiri tu kule, hata wakati hilo litakapotendeka tutakuwa tukipaza sauti na kupiga mayowe, lakini kuna uhalisia kwamba kile kitakachofanyika ni kile alichotuambia. Itakuwaje? Wakati bado kuna kushuka hapa duniani, hicho ndicho tutakachokuwa tukifanya. Alisema kuwa siku ya 7 ni wakati. Anasema ilikuwa ni wakati, miaka 1000 ilikuwa ni wakati, ulikuwa bado unaendelea. Hayo sio makao yetu ya baadaye. Alisema msichanganye hilo, lakini tutakuwa pamoja naye kwa hiyo miaka 1000. Lakini kisha alituambia kuna kipindi kingine cha wakati.
Je, mlipendi jambo hilo? Nafikiri ati nimeishiwa, sijaishiwa na vipindi vya wakati. Neno siku ya 8 alisema ilikuwa ni kusanyiko takatifu. Amina. Ambayo ni kurudi kwenye siku ya kwanza, ambapo hapakuwa na mwanzo na kutakuwa na mwisho, nasi tutakuwa pamoja naye milele. Alisema ambapo tulipokuwa naye hapo mwanzo kabisa. Tumetoka umilele, nasi tunarudi kwenye umilele pamoja naye. Amina. Tuko huko ng'ambo. Amina. Na kisha akatuambia jambo lingine ambalo linasisimua tu mioyo yetu, nanyi mnalikumbuka. Naye alikuwa amechangamshwa sana kutuambia kulihusu, na nilichangamshwa sana kulisikia. Mnataka kulisikia tena? Vizuri. Na kule ng'ambo nchini, ule mji ambamo mwanakondoo ndiye nuru, nitawajua ninyi watu wangu, enyi vito vyangu kwenye taji utukufu. Watakapokuja kutoka mashariki na magharibi kwenye ule mji, wakati kwenye maili 1,500 mraba, watakuwa wamekaa pale, na ule mji uliojengwa mraba, mtakapokuwa mmeketi kule kwenye ule mlima mtakatifu ambapo Mungu ameketi juu ya mlima na Yesu kwenye kiti cha enzi, nitawajua. Je, mnayo furaha kwa jambo hilo asubuhi ya leo? Utukufu, ninyi ni vito vya taji yake. Amina. Amina. Utukufu. Maweza kuketi. Inapendeza jinsi gani. Asante Bwana. Mungu alimjua Shetani, ingawa angejaribu kukujaribu. Hiyo ni kazi yake. Na kukuambia hilo ni zuri. Hilo ni zuri. Lakini si kwa ajili yako. Si kwa ajili yako. Changalie kwanza ulivyo. Wewe ni mtu aliyeshindwa kabisa. Ni yupi aliyeshindwa kabisa kabisa? Amekuambia hivyo mara ngapi? Nina macho meusi kiasi fulani kwa sababu nilikuwa nikipambana naye asubuhi hii vikali sana. Alikuwa ananiambia ni mtu aliyeshindwa kabisa jinsi gani. Na yuko sahihi. Mimi ni mtu aliyeshindwa kabisa. Wewe ni mtu aliyeshindwa kabisa. Lakini usisahau una kitu maalum sana. Naye mwana wa Adamu aliwaambia yote kulihusu Jumapili iliyopita. Hebu tulisikieni hilo tena. Shetani anaweza kukusumbua, anaweza kujaribu, bali hawezi kumpata Mkristo aliyezaliwa mara ya pili. Kwa maana Mungu tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu alitangulia kumwona wewe, na akamtuma Yesu kumkomboa wewe. Nayo ile damu inanena kwa niaba yako. Anawezaje wewe kufanya dhambi wakati hata haiwezi kuonekana na Mungu? Utukufu. Kitu pekee anachosikia ni sauti yako. Yeye huona uwakilisho wako. Yeye haone makosa yetu, yeye haone kushindwa kwetu, yeye huona tu uwakilisho kwa kuchaguliwa tangu zamani. Utukufu. No! Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Waweza kuketi. Ajabu jinsi gani. Yeye hayaoni, lakini anasikia tu sauti yangu nikimwambia tu nisamehe Baba. Amina. Tunajuaje kwamba hiyo ni kweli? Kwa ufunuo wa kiroho, kwamba Mungu alimtuma nabii wake, sio kundi. Amina. Hilo ni muhimu. Mungu alimtuma nabii, si kundi. Alisema kumbangua bibi harusi, kumkata kwa upanga wake wenye makali kuwili, ambalo ni neno lake lililothibitishwa. Nasi tumetambua ujumbe wake na mjumbe wake kuwa ndiye nabii huyo na ujumbe huo. Na ikiwa akinena asemayo yakitokea, basi ni mimi, yeye.
kwa sababu haelezi ya kwake yeye, anaeleza mawazo yangu. Amina. Tunanena kuhusu nabii mjumbe wetu, si mawazo yake, ni mawazo ya Mungu. Sifa zangu za mambo ambayo hayana budi kutimia, nami nitatumia mdomo wake kujieleza, na baada ya yeye kuyanena hayana budi kutimia. Kwa maana mbingu na nchi zitapita, lakini neno langu halitashindwa kamwe. Amina. Hicho ndicho tunachoamini. Bwana sifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Mwaweza kuketi. Nilikuwa nikimwambia ndugu Samueli kwamba ni kamilifu jinsi gani hata katika ujumbe huu usiku wa leo, jinsi nabii wa Mungu alivyosema katika Biblia. Alisema, ukilisoma hapo, alisema hao Waisraeli, anasema walikuwa watu wenye kiburi. Anasema wasingesema kuhusu mfalme wao namna hiyo, sivyo? Anasema wasingesema hayo mambo yote, uzinzi na mambo walioyafanya na wao kurudi nyuma, mambo yote waliofanya. Anasema hawangesema hayo kamwe. Nanyi mtamsikia nabii huyo siku wa leo anaanza na kutuambia tena kuhusu hizo baragumu. Anasema nilifikiri zilikuwa baragumu tuliokuwa tunaziendea, nilikuwa naenda kuzileta, nilikodisha jengo. Anasema nilikuwa tayari nimepata mahali, tulikuwa tunaenda kuwa nazo kwa siku 8, nami niliwazia ni hivyo. Nilijaribu kupata kila kitu, nami nilikuwa nikiomba na kuomba, nilidhani ilikuwa ni kila kitu kingine. Lakini kisha ikafunuliwa kwangu kwamba tayari nilikwisha zihubiri, tayari nilikwisha zifunua, tayari mlikwisha zipata. Ni kamilifu jinsi gani? Ni kitu gani? Kwa nini nabii huyo alituambia hayo? Ili kututhibitishia hakuwa yeye, ilikuwa ni Mungu. Sineni nanyi kama mwanadamu, ni Mungu. Aliniambia, alikuwa akisema, nilidhani ndivyo ilivyokuwa, bali Mungu akaja jukwaani, naye akaja na kuambia, ili tuweze kuamini hakika ni neno la Mungu. Hivyo ndivyo tujuavyo kuwa ndivyo ilivyo. Alituambia hata kwenye ujumbe huu. Alisema nilikuwa hapa, akasema unaona ni wapi mwanadamu anakoweza kufikia. Nilichukua tiketi yangu, naye anasema nilikwenda Israeli. Jamani, ni hivyo. Louis Petra aliandaa Biblia nyingi na alikuwa anaenda kumpa ndugu Alden Bragg. Lo, jamani, nenda huko, hawana budi kuiona karama hiyo. Ndugu Branham, lo, hilo ndilo anaenda, hili ndilo alijua. Alikuwa ni yeye, nitaenda huko na kuwaonyesha, nitawakusanya baadhi ya hao Wayahudi pamoja nasi tutafanya hayo na kila kitu kingine. Alifika huko, naye Mungu akamsimamisha katika njia zake, akasema hili si kwa ajili yako, nenda India. Lakini alituambia ili tuweze kuwa na hakika yale tunayosikia yaliyo kwenye kanda. Ni Bwana asema hivi, twaweza kuzipumzisha nafsi zetu kwake. Asante, asante Bwana Yesu. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Hilo ni ajabu. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Anasema mtu awaye yote, awe mhubiri au mtu awaye yote yule, atakayeondoa neno moja kutoka kwenye hilo au kuongeza neno moja kwake, kuliwekea fasiri yao, ama kusema kwamba ati huna haja ya kuamini kila neno, ni bora zaidi ungefungiwa jiwe kuning'inia shingoni mwako. Usiweke mahali pasipo pake hata neno moja. Amina. Ni rahisi sana kwetu. Lakini wale waliodumu waaminifu, wale wote waliokwenda kombo, kisha kwenye ule ujumbe, na mjumbe Baba akamwongoza malaika mjumbe wake wa 7 kutuona sisi katika ono. Alituona sisi bibi harusi wake, waliodumisha macho yao na masikio yao kwake. Naye alipotuona alisema, aliruka kwa furaha, maana aliona tumefanyizwa kwa kitu kile kile. Alisema tulivikwa jinsi ile ile, sawa tuna wale wa mwanzo na neno, wale waliokaa na neno. Na sasa tumeivishwa kwa neno hilo.
Sikiliza kinachotuivisha. Tunda haliwezi kuiva lisipoivishwa na jua. Haidhuru utahubiri namna gani, hata ufanye nini, haliwezi kuivishwa, haliwezi kudhihirishwa, haliwezi kuthibitishwa ila tu na yeye aliyesema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, lile neno. Amina. Kwa hiyo njia pekee ya kuweza kuivishwa ni kwa neno hili, moja kwa moja kutoka katika kinywa cha nabii, ambayo ndiyo sauti ya Mungu kwa ajili ya siku yetu. Na hivyo ndivyo tunavyoamini. Ujumbe huu ni mwana wa Adamu akinena kupitia midomo ya mwanadamu. Ndicho kinachomuivisha bibi harusi wa Yesu Kristo. Je, una furaha kwa ajili ya jambo hilo? Kwa hiyo hakuna budi kutokea nguvu fulani, Roho Mtakatifu mwenyewe, kuivisha ama kuthibitisha ama kuhakikisha ama kudhihirisha ya kwamba yale ambayo yeye amebashiri yangetukia katika siku hii. Nuru ya jioni inaleta hilo. Anasema yeye alibashiri, alisema kwamba nguvu hiyo haina budi kutokea, na ujumbe huu ndiyo nuru hiyo ya jioni. Kuketi katika uwepo wa nuru hii. Alisema kuwa bibi harusi wa kweli atakaa na neno na mpango wa Mungu, na kwamba wao hawatafuti kitu kingine chochote. Sisi hatutafuti kitu kingine chochote. Hiyo ni sawa kwa mtu mwingine yeyote kile wao wanachotaka kufanya, bali sisi tumeipata ile lulu ya thamani kuu. Tumeziuza lulu zingine zote, tumeipata ile lulu ya thamani kuu. Yeye alituambia nini kinachotokea katika kila wakati, katika kila kizazi. Nini kilifanyika? Alisema Israeli, anasema walitaka mfalme. Anasema badala ya nabii wao waliopewa na Mungu kuwaongoza. Misri ilihitaji Yane na Yambre. Tena hawakumtaka nabii. Kisha Israeli wakataka Dathani na Kora. Anasema badala ya ujumbe wao wa mtu mmoja uliothibitishwa na Mungu, walisema wote tuna kitu cha kusema, na walikuwa na kitu cha kusema. Ndugu Branham anasema walikuwa watakatifu, walikuwa na kitu cha kusema, lakini walishindwa kutambua kuwa ulikuwa ni ujumbe wa mtu mmoja. Msinikasirikie, muwe radhi na mimi, ninanukuu tu neno. Na neno linasema kama ilivyokuwa katika siku za Musa, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Ingekuwa kitu kile kile. Tuna kitu cha kusema. Sisi ni watakatifu, tuna kitu cha kusema. Wanacho. Bonyezeni play, sikilizeni kanda. Hicho ndicho wangepaswa kusema. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. What's so incredible na cha kushangaza ni kwamba huu ni wakati mdanganyifu sana tunaoishi ndani yake. Ni kwamba nataka kuwa sahihi, unataka kuwa sahihi, na kuwa makini kusema hili ndilo. Na kwa mara nyingine tena wahudumu kuelewa vibaya kwamba, unaona, huyo kaanza tena anahubiri dhidi ya wahudumu, akihubiri dhidi ya huduma zetu. Lakini wahudumu wanatakiwa kuwaelekeza ninyi kwa nabii huyu. Nao wanasema vema, tunafanya hivyo. Tunawaambia wasikilize kanda, lakini mbona uziweki kwenye mimbara yako? Wafueteni wahudumu, sisi tuna kitu. Lakini wao wanasema bibi harusi anahitaji zaidi ya kubonyeza play tu, inahitaji cha zaidi ya ujumbe huu. Sikatai wapo, kwani hatuwezi kulikana neno kwamba wapo watu walioitwa na Mungu. Sikatai hilo hata kidogo, kwamba wapo nao wana mahali pao, wana wajibu, wito katika maisha yao. Lakini hakuna kitu cha zaidi ya ujumbe huu. Nawe unaweza tu kunukuu ujumbe huu, unaweza tu kuhubiri ujumbe huu. Hakuna mtu aliye na ujumbe ila nabii huyu. Kuita kile nabii huyu alichosema, kusema yale aliyosema, kufunua aliyosema, huo ndio ujumbe. Fasiri ya kiungu ya neno huja kwa nabii, na yeye peke yake. Yeye peke yake. Yeye ndiye ambaye Mungu alimchagua kuongoza. Ndugu fulani aliniambia, akasema vema, lakini ndugu, akasema hata sikuwahi kuuelewa ujumbe hadi mchungaji wangu aliponifafanulia. Nikasema lo, vema, Mungu asifiwe. Hilo ni zuri, mimi sikuuelewa mpaka niliposikiliza hizo kanda.
Akasema, vema, lakini mchungaji wetu ndiye atakayetutambulisha sisi kwa Yesu. Ikawa wewe usikilize kanda, kwa sababu nabii mjumbe wa Mungu alisema itakuwa ni yeye huyo aliyesema, tazameni mwana kondoo wa Mungu. Nabii huyo ndiye atakayetutambulisha sisi kwa Mungu. Amina. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kweli bibi harusi ulimwenguni wanahitaji wahudumu na huduma ili kuwahudumisha watu katika neno, lakini hamna budi kusikia ujumbe huu kanisani kama sisi. Kwa nini hawamweki yeye kuwa wa kwanza? Je, ni kwenda na nilijaribu kuangalia, kweli nilifanya hivyo. Ikawa vema, hakuna hata mmoja wenu anayekubaliana. Ninyi nyote amkubaliani moja kwa mwingine. Unajua, huyu anasema tofauti na huyu, na kisha kundi hili la huduma 5 hapa wana wahudumu 100 wanaofuata yale wanayofanya, na wale wa ngurumo ama chochote kile, na kisha huyu na yule. Lakini sisi hatuamini hilo, tunaamini hili hapa. Hapana, sisi hatufanyi jambo hilo tena. Kwa sasa tunafanya hili, sasa hivi tunafanya hili na tunafanya hili. Lo, Mungu wangu, kuna jambo moja tu kisichobadilika, ni ujumbe huu. Unasema kitu kile kila wakati. Jina la Bwana limidiwe. Jina la Bwana limidiwe. Kaeni na neno. Jina la Bwana limidiwe. Bwana sifiwe. Je, huna furaha kwamba una ufunuo huo? Jina la Bwana limidiwe. Jina la Bwana limidiwe. Jina la Bwana limidiwe. Hebu tuinamishe vichwa vyetu. Tunashukuru jinsi gani Bwana Yesu, tunayo shukrani jinsi gani kuwa na ufunuo huo. Hatueleweki kabisa na ulimwengu hauelewi, na nyakati fulani ndugu na dada zetu hawaelewi. Natumai mmeelewa kuwa mimi simpingi mtu yeyote, ni kile tu mimi ninachosimamia. Mimi niko kwa ajili ya nabii huyu tu na ujumbe huu. Mimi niko kwa ajili ya kanda. Ninaamini ndiyo maneno ya uzima wa milele, nami namshukuru Mungu ninaweza kuyaelewa. Nampenda, nazipenda hizo, haiko pepa dafuta, nazipenda zote. Ninaamini neno la Mungu kabisa, kwa sababu yeye aliniambia niliamini. Sema yaliyo kwenye hizo kanda, hilo ndilo nilijualo kutenda Mungu katika urahisi. Baba, ninafurahi kwamba tunatambua hasa siku tunayoishi, kuwa tunatambua ujumbe uliotuma kumwita bibi harusi, mjumbe uliyemtuma kuleta ujumbe. Na kwa sababu tunatambua hayo yote, tunajitambua sisi ni nani. Ile mbegu, neno halisi, bibi harusi wa Yesu Kristo. Sisi ndiyo. Bwana, njoo usiku wa leo, yatie mafuta masikio yetu, mioyo yetu, kila kitu tulicho. Bwana, ondoa kila kitu. Huu waweza kuwa ndio ule usiku wenyewe, ikiwa haujafanya hivyo, ikiwa haujajisalimisha kwake kikamilifu, ikiwa hujampa yeye kila kitu. Fanya hivyo usiku wa leo, kwa sababu kesho inaweza kuwa imechelewa sana. Unacho kitu pale kilichosimama mahali pale kwa ajili yako. Jinsi gani tunavyoshukuru, tunao uwakilisho ukisimama pale kwa ajili yetu. Yote afanyayo ni kusikia sauti yako. Bwana, nisamehe, nisaidie, hebu nifanane zaidi na wewe. Je, hiyo ndiyo haja ya moyo wako usiku wa leo, kwamba unataka jambo hilo zaidi ya kitu chochote kile? Bwana, nataka kufanana zaidi na wewe. Nataka kuwa katika mapenzi yako makamilifu. Bwana, kila kitu ninachofanya, chochote nisemacho, popote niendako, nifanye kile ninachotakiwa kuwa. Bwana, na yakabidhi maisha yangu kwako kamilifu. Bwana, shuka nitie mafuta. Bwana, nipe kile ninachohitaji. Bwana, kwa maana yeye yuko hapa. Mungu wetu anaweza kufanya lolote, mahali popote, wakati wowote. Basi huu ndio wakati, hivi sasa ndiyo mahali. Lo, Mungu anaweza kufanya lolote, mahali popote na wakati wowote. Mungu anaweza kukufanyia lolote.
anaweza kufanya lolote, mahali popote na wakati wowote. Mungu anaweza kukufanyia lolote, maana yeye ni Alfa, yeye ni Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Mungu anaweza kukufanyia lolote. Father, Baba, we love you. tunakupenda wewe Bwana kwa kila kilicho ndani yetu. Thank you. Asante Bwana kwa neno hili. This word. Thank you. Asante kwa mjumbe. Thank you. Asante Bwana. We Tunamwamini nabii wako Bwana everything in us. kwa kila kilicho ndani yetu. We're resting on it. Tunategemea jambo hilo Bwana. It's Ni everything. kila kitu kwetu. Thank you, Lord. Asante Bwana kwa ajili ya mjumbe huyo, kwamba alikuwa na ule upanga mkononi mwake uliomwenea mkono wake kikamilifu. Lord, Bwana, yeye alisema ni ujumbe wa yule mfalme. thank you. Asante Bwana. Lord, thank you. Asante kwa kutupa masikio ya kusikia, The heart to moyo wa kupokea. thank you. Asante kwa ufunuo huu Bwana, How jinsi wewe ulivyo mkuu Bwana. we just Tunaualika uwepo wako Bwana. we know you Tunajua are. wewe tayari uko hapa, bali Bwana tunataka ukaribie. We want to wash your feet, Lord. Tunataka kuosha miguu yako Bwana. Lord, we know Bwana, tunajua tunaenda kuisikia sauti ya Mungu kwetu. There's no doubt. Hakuna shaka, lakini Bwana, But Lord, maombi yetu prayer leo is today. ni Bwana, tusaidie kulipokea katika roho ile lililotolewa. Mellow our Iponde hearts, mioyo Lord. yetu Bwana, Mellow mine. upinde na wangu Bwana. Lord, search me. Nichunguze na unijaribu Bwana, kama kuna ila yoyote, uovu wote, chochote kile, kiburi chochote Bwana, Lord, just remove yaondoe tu kutoka kwetu. Lord, Bwana, asante kwa upendo kama huu for such Bwana, love, Lord. kwa neema ya namna hii iliyozidi kwetu. We just love you. Tunakupenda wewe tu Bwana. Tunakabidhi mahitaji haya yote kwako Bwana. And Lord Jesus, Na Bwana Yesu, ninawawazie tu wale wanaosikiliza hewani, watie mafuta upya Bwana. just anoint them afresh, Lord. Encourage their Wagange hearts. mioyo yao, Bless them, wabariki Lord. Bwana, na Give them what uwape they have kile need wanachohitaji. of. Lord, Bwana, we're united tumeungana together pamoja kwa neno by hili, this kwa word, ujumbe by this huu. message. And Lord, Na Bwana, our masikio ears are yetu tuned to this yameelekezwa word. kwenye neno hili Bwana. Lord, there's Hakuna nothing kingine, na else. sisi hatuja banguliwa kwa birika jipya ama birika livujalo, lakini Bwana, sisi tumebanguliwa na tumekatwa na nabii wako. Asante Bwana, tunakupenda Bwana kwa yote yaliyo ndani yetu. Tubariki na uwe pamoja nasi sasa. Tunajikabidhi wenyewe kwako sasa katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Mungu anaweza kufanya lolote, mahali popote na wakati wote. Mungu anaweza kukufanyia lolote, kwa maana yeye ni Alfa, yeye ni Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Mungu anaweza kukufanya
wangu, yeye ni Mwokozi wangu, yeye ni mponyaji wangu, yeye ndiye kila kitu changu. Mungu anaweza kukufanyia lolote. Mungu anaweza, Mungu anaweza kufanya lolote, mahali popote na wakati wote. Mungu anaweza kukufanyia lolote. Jina la Bwana libarikiwe. Mwaweza kuketi.